Meya mpya wa New York ameandikisha historia, lakini changamoto halisi zinamsubiri hapo mbele. Katika The Morning Call, msikilizaji, hivi leo tunazamia huyu meya mpya wa jiji ama jimbo lile la New York, Zoran Mamdani. Meya mpya wa jiji la New York atakuwa kiongozi mwenye umri mdogo zaidi wa jiji hilo tangu mwaka 1892, meya wa kwanza Muislamu na meya wa kwanza kuzaliwa barani Afrika. Huyu ni Zoran Mamdani, na hii leo ndiye anatupambia The Morning Call. Aliingia kwenye kinyang'anyiro hicho mwaka jana licha ya kutokuwa na jina tajika, pesa kidogo na bila uungwaji mkono wa chama. Hilo pekee linamfanya ushindi wake dhidi ya gavana wa zamani Andrew Cuomo na mgombea mteule wa Republican Curtis Sliwa kuwa wa ajabu. Lakini zaidi hayo, anawakilisha aina ya mwanasiasa ambaye wengi katika chama cha mrengo wa kushoto cha Demokratika wamekuwa wakimtafuta kwa miaka mingi. Umri mdogo na haiba yake inamfanya kuwa karibu na kizazi chake ambacho kinaongoza masuala yanayojadiliwa katika mitandao ya kijamii. Mamdani pia ameonyesha uwezo mkubwa wa kushughulikia masuala ya kiuchumi ambayo yamekuwa kipaumbele cha wapiga kura wanaofanya kazi ambao walijitenga na chama cha Demokrata hivi karibuni, lakini hajajiondoa katika kanuni ya kitamaduni za mrengo huo wa kushoto. Lakini wakosoaji wameonya kwamba mgombea kama huyo hawezi kuchaguliwa katika maeneo makubwa ya Marekani. Na Republican wamechukulia ushindi wa mwanasosialisti huyu wa chama cha Demokrata kama sura mrengo wa kushoto. Jumanne usiku huko New York City alikuwa mshindi kwa kupambana na kushinda Cuomo, gavana wa zamani wa New York ambaye mwenyewe ni mtoto wa gavana. Ameshinda uanzishwaji wa kidemokrasia uliotazamwa na wengi wa upande wa kushoto kama kusitisha ambao haujaguzwa na chama chao cha taifa lao. Kwa sababu hii, kampeni ya Mamdani ya kuwa meya imeangaziwa kwa kiwango kikubwa na vyombo vya habari kuliko hata pengine uchaguzi wa manispaa wa jiji hilo kubwa la Marekani. Pia inamaanisha kwamba utendaji wake kazi kama meya unafuatiliwa kwa karibu. Miaka 12 iliyopita, mwanasiasa wa chama cha Demokrata Bill de Blasio alishinda kinyang'anyiro chake cha umeya wa jiji la New York iliyokuwa likabiliwa na ukosefu wa usawa wa kiuchumi na kijamii. Kama Mamdani, Waamerika walio upande wa kushoto walikuwa na matumaini makubwa kwamba utawala wake ungetoa mfano wa kitaifa wa utawala huria wenye ufanisi. De Blasio hata hivyo aliondoka madarakani miaka 8 baadaye bila ya umaarufu mkubwa na akiwa na rekodi ya mchanganyiko wa mafanikio alipokuwa akipambana na ukomo wa mamlaka yake ya umeya na utekelezaji sera mpya. Mamdani atalazimika kukabiliana na mipango hiyo ya matarajio hayo. Gavana wa New York Kathy Hochul, mwanachama mwenzake wa Democrat, tayari amesema anapinga sera yake ya udhibiti wa bei ya kodi za nyumba katika jiji hilo ambalo linajulikana duniani kwa kuwa na gharama kubwa ya kupangisha nyumba. Na hata kwa ufadhili wa kutosha, Mamdani hataweza kutekeleza programu kwa upande mmoja. Alifanya kampeni kama mkosoaji mkali wa wamiliki wa makampuni na wafanyabiashara ambao wanahitaji New York City nyumbani kwao, na wameifanya Manhattan kuwa mji mkuu wa kifedha duniani. Ili kutawala vyema, pengine atalazimika kutafuta njia ya kufanya kazi nao kwa maslahi mapana ya jiji hilo. Hata hivyo, mchakato ambao tayari ameanza katika wiki za hivi karibuni. Pia amelaani mienendo ya Israeli wakati wa vita vya Gaza na kuahidi kumkamata waziri mkuu Benjamin Netanyahu kama mhalifu wa kivita iwapo atakanyaga katika jiji la New York.
hali ambayo inaweza kujaribiwa wakati fulani katika kipindi chake. Hizi zote ni changamoto za siku zijazo. Hata hivyo, kwa sasa Mamdani atahitaji kuanza kazi kujieleza hadharani kabla ya upinzani wake kufanya hivyo. Ingawa kampeni yake imepokelewa kwa vyema kitaifa, bado ana kibarua cha ziada kuishawishi Marekani nzima. Kura za maoni za hivi karibuni na majuzi ya CBS ilionyesha kuwa 46% wa Marekani walikuwa wakifuatilia uchaguzi wa Mei wa New York. Hii inatoa fursa ya changamoto kwa Mamdani na Wamarekani wanaoegemea mrengo wa kushoto. Wahafidhina kutoka kwa Rais Donald Trump chini watakuwa wakijaribu kupinga meya huyo mpya kama tishio la kisosialisti, ambaye sera zake ni vipaumbele vyake vinaleta uharibifu katika jiji hilo kubwa la Marekani, na kuelezea hatari ya kumpatia dhamana ya kuongoza taifa kwa ujumla. Watakuza kila mashaka na kuanzia kila kiashirio hasi cha kiuchumi au takwimu za uhalifu. Trump ambaye ana uhusiano wa kibinafsi na New York ana hakika kukaribisha mzozo wa kisiasa, na Mamdani ana njia nyingi za kutatiza maisha kwa meya mpya. Mamdani pia anashinikizwa kushinda viongozi wa demokrasia kama seneta wa New York na kiongozi wa wachache katika seneti Chuck Schumer, ambaye hakuwahi kuunga mkono kampeni yake. Nafasi ya Mamdani hata hivyo ni kwamba hajalemewa na maisha yake ya nyuma ambayo wapinzani wake wa kisiasa walijaribu katika hatua ya kumtumia bila mafanikio wakati wa kampeni. Atakapoapishwa Januari, atakuwa na nafasi ya kujenga sifa yake ya kisiasa tangu mwanzo, na ikiwa Trump atafanya ugomvi naye, atampa tu Mamdani jukwaa kubwa zaidi la kufanyia kazi. Kipaji chake cha siasa na uwezo wake umemfikisha hadi sasa, jambo ambalo si dogo, lakini hilo si lolote ukilinganisha na changamoto zinalodokolea macho katika miaka ijayo. Alisomea shule ambapo japo Mamdani alizaliwa katika nchi ya Kampala, nchi ya Uganda kule Kampala, msikilizaji, kwenye Afrika Mashariki, familia yake ilihamia jiji la New York, Marekani akiwa na umri wa miaka 7. Alisomea shule ya upili ya sayansi ya Bronx na baadaye akajiunga na kupata shahada ya mafunzo ya Afrikana kutoka chuo cha Brodon, ambapo alianzisha kitengo katika chuo kikuu cha wanafunzi wa haki huko Palestina. Mwana maendeleo ya milenia ambaye sasa ni meya wa kwanza Muislamu na asili ya Kihindi, amejihusisha na masuala mbalimbali kabla ya kujitosa katika ulingo wa siasa la jiji hilo. Amechapisha video moja ya kampeni kwa Kiurdu kabisa na kuchanganywa katika klipu ya filamu ya Bollywood. Katika nyingine anazungumza Kihispanyol. Mamdani na mkewe msanii wa Syria mwenye umri wa miaka 27, Rama Duwaji, walikutana kwenye programu ya uchumba ya Hinge. Mama yake Mira Nair ni mwongozaji filamu maarufu na baba yake Profesa Mahmoud Mamdani ni mwalimu huko Colombia. Wazazi wake wote wawili ni wamesomea chuo kikuu cha Harvard. Na hiyo ndio sehemu ya The Morning Call, ambapo hivi leo tumeangazia meya mpya wa jiji la New York, ambapo ni Zoran Mamdani ambaye amezaliwa katika nchi ya Uganda kule Kampala, jiji kuu la Kampala, na baadaye kahamia jiji la New York Marekani akiwa na umri wa miaka 7, wazazi wake wakienda kule katika njia ya kuweza kutafuta. Hivi leo mwana huyu ambaye ni Muislamu ambaye asili ya Kihindi ndiye meya mpya wa jiji hilo ambalo ni kubwa sana nchini Marekani. Na hiyo ni The Morning Call siku ya leo. Funzo hapo ni kwamba inawezekana ukiamua tu kuifuatilia ndoto yako.